Huzuni na taharuki zimetanda katika eneo la Kimbo kwenye barabara kuu ya Thika nchini Kenya baada ya watu 4 kuripotiwa kupoteza maisha katika ajali iliyotokea wakati wa maandamano yanayohusiana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini humo. Kwa mujibu wa mashahidi, ajali hiyo ilitokea katikati ya msongamano mkubwa wa waandamanaji na magari yaliyokuwa yakipita katikati ya barabara hiyo yenye shughuli nyingi. Mashahidi wanasema vurugu na taharuki vilitokea ghafla baada ya magari kuhusika katika ajali hiyo, hali iliyosababisha vifo vya watu hao pamoja na majeruhi wengine kadhaa. Huduma za dharura pamoja na vikosi vya usalama vilifika haraka eneo la tukio kwa ajili ya kutoa msaada kwa majeruhi na kurejesha hali ya utulivu. Miili ya marehemu iliondolewa eneo la tukio huku majeruhi wakipelekwa hospitalini kwa matibabu zaidi. Hadi sasa mamlaka nchini Kenya zinaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo pamoja na mazingira yaliyopelekea tukio hilo kutokea. Tukio hili limezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi kuhusu usalama wao wakati wa maandamano na matumizi ya barabara kuu zenye msongamano mkubwa wa magari. Tuachie maoni yako hapo kwenye comments nami nitayasoma. Endelea kufuatilia Kawabe Media kwa habari zaidi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio la mauaji mfanyabiashara raia wa China ambaye alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya Sinli Company Limited inayojihusisha na urejeshaji wa mikopo katika eneo la Mabibo jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa za awali, marehemu alikutwa ameuawa ndani ya mazingira yanayotilia shaka, huku watu wanaodhaniwa kuwa walinzi wa kampuni hiyo wakitajwa kutoweka mara baada ya tukio hilo. Taarifa zinaeleza kuwa pamoja na tukio hilo la mauaji, begi lililokuwa na fedha taslim kiasi cha shilingi milioni 10 linadaiwa kupotea, hali inaongeza uzito wa uchunguzi unaoendelea. Baadhi ya viongozi na watu waliokuwepo eneo hilo wamesema tukio hilo linawashtua wananchi pamoja na wafanyakazi wa kampuni hiyo, wakisisitiza umuhimu wa kuwabaini waliohusika haraka iwezekanavyo. Wamevitaka vyombo vya usalama kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika ili haki iweze kutendeka na waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Hadi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha tukio hilo wala idadi ya watu wanaoshikiliwa kuhusiana na mauaji hayo. Tukio hilo limeendelea kuzua taharuki katika eneo la Mabibo, huku wananchi wakitaka kuimarishiwa ulinzi na usalama katika maeneo hayo. Tuachie maoni yako hapo kwenye comments nami nitayasoma. Endelea kufuatilia Kawabe Media kwa habari zaidi.